Poa poa. Uko poa? Safi. Birthday to you. Asante sana. Timiza miaka mingapi? 20. Yes. Kumbe bado? Bado nini? Unajua hapa kwenye 25, 26 hivi. Hapana, hata hivyo ni mingi. Ni mara yetu ngapi kusherehekea kama hivi? Hii ndio mara ya kwanza. Wow. Kwa nini umeamua leo usherehekee kama hivi? Kwa sababu mashabiki zangu wameniomba sana washerehekee pamoja na mimi. Kwa hiyo sijataka kusherehekea peke yangu nyumbani. Yeah. Una familia kwa maana wazazi labda ndugu wa karibu kabisa ambao na wenyewe wamekuja mbali na wale ambao mfanya nao kazi? Yes, kuna familia, kuna mama, kuna wadogo zangu, kuna wengine. Yeah. Yeah. Kiskidu baba? Yuko hapa. Tunaongea naye. Mnahitaji? Sawa. Kuna kitu chochote ambacho tutarajie tukiona hapa kwenye siku yako ya kuzaliwa? Hapana, nadhani ni furaha tu. Ndio kitu ambacho mnatakiwa kukitarajia. Kuna ambao huenda wakaona kama vile nimefanya kitu cha kijinga. Kwa nini anaharibu hela huyo? Pesa ngumu. Tunawaambiaje wao? Tuwajibu kabla hajaenda kuuliza. Hapana, hakuna hela ambayo imeharibika. Mimi najua muda ambao tuko duniani inabidi tufurahi. Yeah. Bahati nzuri hatujafanya kitu kibaya, kitu cha furaha, kufurahia miaka yetu. Yeah, sio mbaya. Unataja wengi lakini birthday boy hamtaja hapo. Ba mtu, ba mpenzi. Hakuna ba mpenzi. Kwa maana hakuna ba mpenzi. Kwa nini wewe hakuna? Hakuna tu hajaja. Amekataa kuja au hujamwalika maana gani? Hajakataa wala, yani ndio hivyo tujue kwamba hayupo. Hayupo maana amesafiri au? Hayupo. Kwa hiyo fanya hivi lakini. Turudi kwenye kazi. By the way, hongera kwa Sikitu na hata hapa kwenye Big Boss tu kwa hiki ambacho unakifanya. Wakati Clamo anakuambia unakwenda kuvaa husika kuwa mke wa jamaa yetu yule. Yule jamaa kwanza anajua, tumpongeze kwa karakta yake ambayo amefanya mumeo. Kaniki? Anajua sana. Anajua sana. Sini gani ambayo unamsifia kama shabiki ukitazama yale ambayo ameigiza kwenye season 2 ya Big Boss unaona Kaniki umeua. Kuna sini moja ile ambayo amenini? Yaani mama yake ndo amekufa. Amegundua kama mama yake amekufa. Kuna husika ambao aliubeba ambao hata mimi mwenyewe ningeupewa nisingeweza. Mimi kwangu the best ile ambayo ametoka kuzungumza na Tajiri Matulu alafu unamkumbusha mbona unalia tu lakini unaambia kitu kila ukimwambia hivyo analia. Unakumbuka yumbo ndani pale kwenye kipindiko choka mbaya. Ungesema sini 2 au 3 ningekutajia na hiyo lakini mimi nikutajia kwangu ambao ni moja tu the best. Yes. Lakini kuna yale yote ambayo umeigiza, kuna namna yote ambayo ishakugusa maisha ya Sikitu kweli. Ukiwa unaigiza unaona kama vile ni kweli. Hapana, kwenye maisha yangu hajawahi kunikuta mambo kama hayo. Je, kuwa na mpenzi ambaye labda ni mtu ambaye ana pesa ambazo hujui zimetoka wapi? Hapana. Sijawahi kuwa na mpenzi wa design hiyo. Je, kuwa na mpenzi mwenye uchu wa maendeleo kama yeye? Hapana, pia sijawahi kuwa na mtu wa design hiyo. Kwa nini imekuwa rahisi wewe kuigiza kama unavyoigiza? Imekuwa rahisi kwa sababu naipenda kazi yangu. Naipenda sana kazi yangu ndio maana naifanya kama inavyokuwa. Inavyohitaji. Kuna muda unakuwa kuna hisia nyingi. Yeah. Nini kinakwenda kutokea kwenye familia ile na ndio hivyo una chokochoko za kutoka kujua mwenye ndani? Kinachotokea kutokea? Tusubiri tutaona. Wala mnaweza mkawa na vile mnajadili baada hivi itakuwa hivi. Hapana, mtunga story mwenyewe ndo anafahamu hicho kitu. Mimi sifahamu, mimi ni msanii tu. Sasa unasemaje? Mitaa inasemaje kwa vile ambavyo umeigiza? Mitaa imetupokea vizuri sana. Vizuri sana. Nashukuru Mungu azika. Nimepokea simu nyingi kutoka sehemu tofauti. Kwamba wanaikubali kazi, wameipenda kazi. Husika wa Sikitu watu wanasemaje kwenye kile ambacho umekifanya? Wanasema niongeze juhudi. Nimepoa sana. Kwa nini umepoa? Yaani umepoaje wanaosema? Wao ndio wanasema mimi nimepoa. Lakini mimi nahisi naenda sambamba na kazi ambayo nataka. Kama ningekupa nafasi umtaje mtu ambaye tumpongeze kwa kumwezesha Sikitu kwa hapa muda huu. Nani ambaye unahisi anastahili maua haya? Director. Ambaye nani? Director Matula. Matula ndio kila kitu kwako? Sio kila kitu. Kila kitu ni Mwenyezi Mungu. Isipokuwa kwenye kazi. Kwenye kazi yeye ndio anahusika sana kwa sababu mimi nakosea na nirekebisha, nafanya hivi anarekebisha. Yes. Sio kwa ajili yangu, ni kwa ajili ya director.
Kuoni kwenye kazi za watu wengine kila siku kwa Clamo tu? Mtaniona tu inshallah. Hiyo room ipo? Ipo. Haujazuiliwa? Hapana. Mama, shikamoo. Marahaba. Za kutwa baba? Mimi nashukuru Mungu. Za huko ambapo ulipotoka? Nzuri baba. Za huko vipi? Alhamdulillah. Baba jambo? Ajambo kabisa. Sikitu umemwona? Nimemwona mwanangu, nimemwona. Amenoga janoga? Ameng'aa. Ameng'aa. Sawa. Mama, unafahamu Sikitu anaigiza. Unatazamaga kazi zake? Kazi zake ni nzuri tu. Kikubwa ni kutunga maadili. Anatembea na baraka zako ama unasema fanya tu unavyoweza mwenyewe? Hapana, anatembea na baraka zangu. Namkubalia. Sio kusema ninamzuia, hamna. Kwa mara kwanza Sikitu anakuambia nakwenda kuigiza, ulimkubalia? Nilimkubalia kwa sababu kazi ni kazi tu. Sawa. Sikitu huyo hapa, mwambie kitu gani ambacho kipendi cha kwenye sanaa yake aweze kubadilika. Mimi ninamwagiza tu asivunje maadili ya Waafrika. Sikitu, umesikia ujumbe kutoka mama? Nimesikia. Utafanyia kazi? Nitafanyia kazi. Sawa. Mama, Sikitu unaweza ukaenda ukatoa na mama au unaendelea kubaki? Sawa. Mama, kitu gani, kazi ipi ambayo Sikitu ushawahi kuitazama alafu kama umeipenda zaidi? Kwa upande wake ananijali. Ananijali. Kwenye hizi ambazo unatazamaga za Sikitu zote, ipi ambayo ushaangalia ukasema nimependa mwanangu alivyoigiza? Zote tu zilikuwa nzuri, sipokuwa zile za mwanzo alikuwa hajakomaa. Lakini zenyewe hazikuwa mbaya. Na ipi ambayo ushautazamaga ukasema mwanangu hapa la sijapenda alivyoigiza? Hamna, sijaiona. Zote ni nzuri. Maisha ambayo Sikitu alikuwa na umemlea ama umemkuza nyumbani, alikuwa anaonekana ni mtu ambaye anakuja kuwa mwigizaji? Hamna, wala hilo neno sikulitegemea kabisa. Kwa sababu alikuwa ni mtoto tangia kuzaliwa, mpole tu. Wala kujibishana hamna, wala kugombana hamna. Wala kusema eti alikuwa na michezo na watoto wengine hamna. Sasa ilikuwaje mpaka akaingia kwenye kuigiza? Kwa kweli sielewi, hiyo ni karama naye aliyozaliwa nayo. Kwenye uzao wako wewe kuna mtu ambaye kashaye kuigiza kabla ya kuzaliwa kwa Sikitu, labda baba yake, labda shangazi, labda mama zake wadogo, mama zake wakubwa? Labda yale ya zamani, ya ngoma za kizamani. Mama, wewe kupita kwenye ukuaji wako kwenye mambo ya sanaa kama Sikitu? Hamna. Lakini unajivunia kiasi gani kumwona mtoto wako sasa hivi anajulikana kama hivi, mwigizaji mkubwa, watu tunamtambua? Namkubali sana. Nafurahia tu, hamna tatizo. Nyumbani kule wanasemaje kule? Nyumbani hakuna mtu anayemponda vibaya.